Kwanza kipindi chetu cha mafundisho ya neno la Mungu katika ibada siku ya leo, tulianza na kujifunza kichwa cha habari kisema utumishi wenye faida. Haleluya. Amen. Utumishi wenye Faida. Utumishi wenye faida. Nikasema kwa nini tunasema utumishi wenye faida? Tumeokolewa kwa faida, kwa mpango na kwa kusudi la Mungu. Yaani Mungu alivyokuokoa ni kwa faida. Haleluya. Amen. Umeokolewa kwa faida. Umeitwa katika neema ya Mungu kwa faida, wala si kwa hasara. Mungu wetu ni Mungu wa faida, sio Mungu wa hasara. Na wewe umeokolewa kwa faida wala si kwa hasara. Na utumishi tunayetumika katika ufalme wa Mungu, katika shamba la Mungu ni kwa faida wala si kwa hasara. Ukisikia mtu anasema tangu niokoke sijaona faida, hakujua. Ndio tunafundisha uweze kuelewa haya. Haleluya. Umeokolewa kwa mpango na kwa kusudi la Mungu, kwa makusudi kabisa. Mungu akiwa amekuitia mema, amekukusudia mema na kwa kusudi la faida. Haleluya. Na daima tunapojifunza haya, Mungu anaendelea kuyaunganisha kwako, kuyashikamanisha na wewe ujue faida. Na tukasema kwamba unapookolewa Mungu anaweza kukuchagua popote, na anasema katika maandiko si sisi tuliyemchagua isipokuwa ni yeye aliyetuchagua, na amechagua kitu kwa faida. Na anasema katika maandiko kwa lugha nyingine ametununua, tumenunuliwa, tumekombolewa, tumenunuliwa. Kukombolewa ni kununuliwa. Amelipa fidia kwa ajili yetu. Kwa hiyo kama amelipa fidia, amekukomboa ni kwa faida. Haleluya. Na anatambua uthamani wako, anatambua thamani wako, anatambua thamani wangu. Kwa hiyo mtu yeyote asiseme kwamba wewe sio thamani. Ujitambue hivyo wewe mwenyewe. Amen. Haleluya. Wewe mwenyewe ujitambue hivyo. Kwa hiyo wakati mwingine ni muhimu sana, ndio maana anasema pia Mungu anapokuita anakuita wewe mwenyewe. Hata kama siku hiyo mkaokoka mko 100, 200, 500, lakini kila mtu ana namna alivyoitwa yeye mwenyewe. Hata kama yamkini katika familia siku ile mkaokolewa mko 3, mko 4, au wote mkapiga magoti mkaongoza sala ya toba siku moja, lakini kila mtu ana namna alivyoitwa. Yaani ule ujumbe wakati mnashuhudiwa siku hiyo, kuna namna ulivyosikia wewe na namna ulivyoitikia. Haleluya. Na ukakiri kwa kinywa chako wewe mwenyewe kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Kwa hiyo Mungu huwa anasema na mtu. Haleluya. Mungu anasema na mtu, anamuita mtu, anasema na mtu. Na tukasema kwamba Mungu anapokuita anaweza kukuita ukiwa kwenye mazingira ya namna yoyote yale. Haleluya. Anaweza kukuita ukiwa katika mazingira ya namna yoyote, akakuita, akakukomboa, akakuchagua ukiwa kwenye mazingira ya namna yoyote yale. Haleluya. Mazingira ya namna yoyote yale. Iwe ni mjini, iwe ni kijijini, iwe ni shuleni, iwe ni chuoni, iwe kwenye biashara, iwe kwenye uvuvi, iwe kwenye kilimo, mahali popote. Na Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Na kwamba anapokuita anakukusudia jambo. Njoo. Unapokuja mtu anapokuita, unaenda unamtazama na sikio lako liko tayari kusikiliza. Kwa hiyo Mungu aliyetuita, aliyetuchagua, akatuita mahali popote ulipokuwa, alikuita kwa sababu, alikuita kwa kusudi. Kuna jambo lilo kuitia. Na kama kuna jambo lilo kuitia, kwa ni muhimu sana usikilize namna ulivyoitwa. Usikilize kwa makini uone jinsi gani ulivyoitwa. Haleluya. Kwa hiyo anakuita akiwa amekuchagua mahali popote ulipokuwa, amekuita, umekuja, na kama umemwitikia kuna kitu alichokuitia. Amen. Tukasema kwamba Mungu anapokuita au anapokuchagua ukiwa popote pale katika mazingira yote yale, huaga mazingira yanayokuzunguka au ulipo, iwe ni mazingira namna gani, huwa mazingira yale hayatakuwa sababu
ya wewe kuonekana kwamba hufai. Haleluya, hufai. Kwa anapokuita, anakuita ukiwa katika mazingira ya namna yoyote yale. Wengine wameitwa walikuwa vilabuni, wengine waliitwa walikuwa ni waganga wa kienyeji, wengine waliitwa walikuwa katika uchafu aina yoyote, na waliitwa katika hali yoyote ile. Lakini alipokuita, yeye huwa anafanya kazi, anakukomboa, anakutakasa, anakufanya kuwa chombo kipya kitakachofanya kazi vizuri. Haleluya. Anasema anafanya kuwa chombo cha sifa, chombo kizuri, kinasafishwa. Amen. Kwa hiyo wala usijiangalia ulivyokuwa. Yesu anapokuita, yeye anakuita na ajua ni mchafu. Na ndio maana anasema katika maandiko, njoni kwangu ninyi nyote, katika Mathayo 11 mstari wa 28. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi, balaa, mikosi, magonjwa, njoni. Kwa anaposema njoni, anawaita kutoka kusini, kaskazini, mahali popote pale. Na wengine wameketi mahali popote pale, katika mazingira mengine ambayo ni ya kutisha. Anapowaita, na ndio maana hapa tulipoketi hapa hatufanani. Kila mtu ana namna alivyoitwa. Lakini katika kuitwa kwetu, Mungu ameita kila mmoja, akamuokoa, akamtakasa, akatuponya, akatuweka huru. Kwa hiyo hatuko kama tulivyokuwa mwanzo. Kwa kama tulivyoitwa, tumeitwa katika utumishi wenye faida. Na kama tumeitwa katika utumishi wenye faida, na kadiri tunavyotumika, tunatumika vizuri. Na vile vile tukasema katika mazingira tulivyoitwa na ulivyoitwa, umeitwa, nikafundisha kwamba ulivyoitwa, anakuambia njoo. Tumetoka tukiwa na vitu vyetu ndani yetu. Ametutakasa, ametuponya, ametupa neno, ametupa huduma ya upatanisho ndani yetu. Alafu anapotuita vile vile, alisema anapotuita hatutatoka mikono mitupu. Haleluya. Kila mtu alivyoitwa, aliitwa akiwa na vitu. Haleluya. Ana vitu. Mahali anaitwa alikuwa na vitu. Alikuwa na mbuzi, alikuwa na kondoo, alikuwa na fimbo ya kuchungia. Wavuvi walikuwa na ngalawa, mtumbwi. Ulivyoitwa, yani kuna namna, kila mtu alivyoitwa ana namna ambavyo aliitwa akiwa na vitu. Na tukasema Mungu wakati anakuokoa, wakati anasema na wewe, pia Mungu hutumia mazingira ya namna yoyote uliko. Mungu huwa anasema na kupitia mazingira. Anasema na kupitia mazingira. Kuna yupo akaitwa, anazungumziwa mfano wa kondoo. Anazungumziwa mfano wa kondoo. Utachunga kondoo wangu. Lakini anazungumziwa kondoo anawajua, hazungumziwi kitu asicho kijua. Mwingine akaitwa, akaambiwa utakuwa mvuvi wa watu. Anazungumziwa mvuvi kwa sababu anajua mambo ya uvuvi. Yesu asifiwe. Amen. Anazungumziwa mambo ya uvuvi kwa sababu anayajua. Akina Musa wakatokewa na Mungu huko alipokuwa na chunga. Anazungumziwa, Mungu anasema naye kupitia mazingira aliko huko, katika kuchunga kwa katika vichaka huko. Kwa hiyo Mungu anaweza kasema na wewe kupitia mazingira wewe uliko, na atayatumia mazingira hayo. Anaweza kasema na wewe nyumbani kwako kupitia mazingira ulionayo. Anaweza kasema na mfanyabiashara kupitia mazingira alionayo katika biashara yake. Anaweza akasema na mchoma vitumbua kulingana na mazingira ya vitumbua vyake. Anaweza kasema na mtu yeyote kupitia mazingira ya namna yoyote yale. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Akina Daudi, Mungu akamtokea Daudi anachunga, lakini Mungu akaendelea akamtokea huko, akaendelea kumzoeza jinsi atakavyotumika kupitia mazingira aliyo nayo.
Haleluya. Kupitia mazingira alionayo anaelekezwa namna atakavyokuwa na wapigania watu wake Mungu kupitia kondoo kwa baba yake. Anakuja dubu anampigania asile kondoo. Anakuja chui anampigania asile kondoo. Anakuja simba anapigana asile kondoo baba yake. Anakuja bwea, anakuja mnyama gani anampigania asile kondoo. Anakuja mbwa mwitu anapigana asile kondoo. Na kweli wakawa salama. Alivyopigana ndivyo alivyotumia uzoefu ule mpaka kwenda kupigana kwa Daudi. Akapigana Daudi, wakapigana kwa Mfilisti, kampiga kaua. Ndivyo alivyompandisha. Kwa hiyo kupitia mazingira tulionayo, Mungu sema na sisi tumeitwa kupitia mazingira tulipokuwa, na tufundisha kupitia mazingira hayo, na tunaendelea kutumika kupitia vitu tulivyo navyo, na tunainuliwa kupitia hatua hizo hizo. Kwa hiyo ukifundishwa kwa uaminifu, ukazingatia vizuri, utainuliwa vizuri sana kupitia maisha yako kwa hali yoyote ile ulioweza kukutwa na Mungu katika maisha haya. Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu asifiwe. Amen. Tukasema pia kuhusu Dorcas, akaokolewa na akaanza kufanya kazi hizo za ushonaji. Dorcas anashona vitambaa, anashona mikeka, anashona mazulia, anatumika. Akaendeleza utumishi wake na Mungu akaendelea kumuinua hatua kwa hatua. Hizo kazi zilizokuwa nazo nazifanya mpaka ukafikia wakati hatua amekufa, lakini watu wanaangalia kazi zake, na mpaka zikamsababisha karudisha uhai wake tena. Nataka nifundishe somo hili, utumishi wenye faida, uweze kujua kutumika katika mazingira ulionayo, katika mazingira yako, kwa namna yako wewe. Una haja kung'ang'ana na mtu mwingine. Alafu kwa nini? Alafu katika kiwango hicho hicho Mungu atakupeleka utukufu kwenda utukufu. Unavyoanza kutumika kwa bidii na kwa uaminifu, ukafundishwa ukelewa, unatumika, unapelekwa utukufu kwenda utukufu kwa mazingira yako, kwa namna yako. Nisikilize kwa bidii tafadhali. Naomba nisikilize kwa bidii. Somo hili leo nisikilize kwa bidii. Kwa hiyo Mungu anapokuokoa katika mazingira namna yote yale, nilikwambia unapookolewa kupitia mazingira yote Yesu alipokukuta, kinacholipa unapookolewa, unapoletwa katika nyumba ya Mungu, kitu ambacho mtumishi wa Mungu anakifanya ni kukutengeneza kupitia mafundisho. Anavyokutengeneza, nilikwambia jifunze kwa utulivu. Jifunze kwa utulivu. Jifunze kwa utulivu, yani uelewe, viingie kichwani. Viingie kichwani, alafu vijenge imani yako. Amen. Ukijifunza kwa utulivu, neno hili likajenga imani yako kupitia mazingira yoyote unayoishi. Mafundisho unayojifunza kwa utulivu yanakujengea imani, yanakujengea nguvu, yanakujengea hekima. Na hapo ndio tukwambia, unapojifunza uwe na utii na unyenyekevu. Unapojifunza kwa utulivu, jifunze kwa utii na unyenyekevu. Kwa nini tunasema utii na unyenyekevu? Ule utii na unyenyekevu unakuelekeza kuyafanyia kazi yale unayojifunza kwa utulivu, yanayoingia akilini. Unapotoka kanisani unafanyia kazi huko nyumbani, huko kazini kwako. Unapokuwa hapa kanisani vile vile unayafanyia kazi kwa namna yako unavyoweza, na ndivyo inavyoendelea kukuinua, na ndivyo inavyoendelea kukutambulisha kwa wenzako ukiwa hapa kanisani. Amen. Na ndivyo inavyoendelea kukutambulisha kwa wenzako ukiwa shuleni, kwa wenzako ukiwa shuleni, ukiwa chuoni, ukiwa kazini, ukiwa eneo la biashara, utaitwa kwa jina lako. Amen. Kuna mama moja hapa wanamuitaga mama mtumishi. Sijamwona yuko hapa, mtoto wake sio yuko. Mama mtumishi, mnamjua huyo mama? Amen. Anaitwa nani jina lingine? Severine. Wanamjua, lakini wao wananiambia nilielekezwa hapa na mama mtumishi. Na kuna mwingine wakamuita mama mchungaji. Safi sana. Pigie makofi. Piga makofi yenye afya. Wakanambia mama mchungaji.
Nimeelekezwa hapa na mama mchungaji. Mwanzoni nilizani ni mke wangu. Yupi tunaishi naye kule? Nini tunafanya kazi naye? Yupi? Nikamwambia, hebu uje akija siku moja kanisani nataka unionyeshe. Akaja siku moja. Nilimtuma akija tu kanisani, mkija wote umlete ofisini. Ofisini akaja, wakaingia naye. Hasa kwa sababu mimi nilimtuma huyu akujua. Alipokuja akaingia ofisini, mimi nilimuuliza tu, ni huyu? Ni huyu. Kwa sababu gani? Walimuona nafanya kazi za uchungaji. Amen. Anawafundisha neno na waombea. Sala za toba na waleta. Twendeni kwa mtumishi wa Mungu. Baba yangu mkamwona. Wanaleta ofisini. Haleluya. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Lakini huyu ameokolewa kupitia mazingira huko aliko. Na akaanza kutumika katika mazingira yake huko aliko. Amen. Huko. Na huyu msusi huyu mtumishi, mama mtumishi. Hasa huyu mama mtumishi na mwenyewe alipookoka, Mungu akamfungua moyo wake, ukawa unalia juu ya ndugu zake. Na aliwafuatilia kweli, nenda Moshi huko anaomba na waleta. Kila anapoenda amewaleta wengi sana na amefanya kazi kwa bidii sana. Lakini hilo jina akawa anamuita kulingana na kazi anazozifanya. Ndio zikamtambulisha. Sasa wamemuita hivyo, na yule mama mtumishi huyo amefanya kazi kubwa, amewaleta wengi sana. Hasa wanamwangalia kulingana na kazi anazozifanya na wakamuita kwa jina lake. Hasa walivyomuita kwa jina lake, wameona kazi zile, lile jina likatokana na kazi anazozifanya. Ndio nakwambia kwamba Mungu anawaita watu, akitaka kusaidia watu wa mtaa fulani anaokoa watu wa mtaa fulani. Akiwataka kusaidia watu wa ukoo fulani, anawaokoa watu wa ukoo fulani. Anapompata mmoja, anajua kwamba ameshasaidia, atakuwa msaada katika ukoo ule, atakuwa msaada katika ile familia. Yesu asifiwe. Amen. Mungu wetu ni mwema. Haleluya. Amen. Kwa hiyo nataka nifundishe uweze kuelewa haya. Unapookolewa katika mazingira yoyote na katika hali yoyote uliokuwa nayo, kama uliokolewa ulikuwa na kasimu. Kuna mtu mmoja Mungu akamtuma, hakuwa na zaidi, alikuwa na fimbo. Lakini wakati Mungu anasema naye anaona yale maono, alikuwa na fimbo. Musa. Kwa wakati anasema naye maono hayo, akamwelekeza na kutuma Misri kwenda kutoa watu wangu. Nitaendaje? Una nini mkononi? Fimbo. Ambia nenda. Hakujua Mungu anachosema hicho ana maana gani. Kwa hiyo alikoenda, wakati Farao anaita, anasema ukiona anaambiwa akikutisha zaidi muonyeshe mamlaka niliona. Alipoangusha fimbo ikawa nyoka, akaita wachawi wake wakaja. Lakini ile nyoka, maandiko akasema ikafungua kinywa, ikameza vile nyoka vyote vya Misri, vya wachawi wa Misri. Ikafundisha kwamba Mungu anapokokoa katika mazingira namna yote yale, hutumia pia chochote kile ulicho nacho ili ajidhihirishe. Anachotafuta Mungu, nguvu yake ilete udhihirisho katika maisha yako, katika kile ulicho nacho. Kwa hiyo unapookolewa, tukafundishwa kwamba Misri, Musa akaambiwa waambie wanapotoka wasitoke mikono mitupu. Kupitia hicho kuna namna ambacho nitafanya. Kwa hiyo kama hawa ambavyo wameendelea kushuhudia kwa maneno ya vinywa vyao Yesu alivyowabadilisha, akabadilisha maisha yao, inakuja kwamba hasa katika hivyo Mungu akaleta udhihirisho walivyokuwa wanashuhudia. Sasa nataka tuende hatua nyingine. Kuna watu huwa wanapuuza vile walivyo navyo. Wanapuuza vile walivyo, vina faida sana kwako. Wanapuuza vile walivyo. Mungu hutumia vile tulivyo navyo kujidhihirisha. Nguvu ya Mungu inayotenda kazi na kanisa
nguvu ya Mungu hutumia mazingira yoyote tulionayo ijidhihirishe katika utendaji wa kazi zake, na pia nguvu ya Mungu hutumia kuleta udhihirisho kwa chochote tulicho nacho, au kwa chochote, kwa vyote tulivyo navyo. Napozungumza hivi na maana gani? Nikatoa mfano huu wa Petro. Huyu Simon alikuwa anavua, ameshakamata, alikuwa anavua. Wakati amevua, amefanya kazi usiku kucha, hakupata samaki. Katika Luka 5 mstari wa 3 mpaka 6. Luka 5 mstari wa 3 mpaka 6. Huyu Simon Petro alifanya kazi usiku kucha bila kupata samaki. Lakini Yesu akamkuta katika mazingira hayo. Alivyomkuta katika mazingira hayo, alikuwa amechoka, amevunjika moyo, amekata tamaa, amekaa pwani, anapunga pepo, anasema sasa nitendaje nyumbani, sina chochote. Wakati anasema sina chochote, Yesu katokea. Na alipotokea hapo, kitu ambacho kinatufundisha, Yesu alipofika pale akamwambia, Simon, habari nzuri, nahitaji kuongea na hawa watu. Hebu naomba chukua chombo chako, kipeleke hapo kwenye maji, nisimame nikitumia kama madhabahu, nikitumia kama jukwaa, kama madhabahu, niseme na watu. Yesu aliposimama akatumia kile chombo. Aliposimama akatumia kile chombo, maandiko yanasema hivi, aliposimama kutumia kile chombo, akamaliza kuongea na watu, watu wakasikiliza habari njema, watu wakasikiliza injili, akarudi. Kamrudishia Simon Petro, kamwambia asante sana kwa chombo nilichokutumia. Lakini kamwambia sasa hiyo, hebu chukua chombo chako, kipeleke, shusha mpaka kilindini ukavue samaki. Kamwambia mheshimiwa, tumefanya kazi usiku kucha, hatujapata kitu. Lakini wakati anazungumza na huyo mheshimiwa Yesu, hapo kasema isishindane na yeye, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Ndipo maandiko kasema akachukua kile chombo alichoambiwa, nenda kipeleke mpaka kilindini. Alipokipeleka akashusha nyavu zake. Aliposhusha nyavu zake, maandiko kasema muda mfupi tu samaki wakaja wengi, mpaka nyavu zote zikaanza kukatika. Wakawaita na washirika wao waliokuwa jirani, njoni, wakaja. Vyombo vyao viwili vikajaa samaki sana. Lakini aliporudi kamkuta na Yesu bado anaendelea na ushauri na huduma na maombezi hapo kando ya ile ziwa. Akaenda kaanguka kwa miguu ya Yesu, akamwambia, Yesu, naomba ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi. Alizungumza kwa sababu ya mshangao na kwa kutetemeka kwamba nini kilichosababisha ile nguvu ya Mungu ambayo imemwezesha kuvua samaki wengi baada ya chombo chake kutumiwa na Yesu. Haleluya. Kwa hiyo kitu kilichosababisha upatikanaji wa samaki, akapata connection, network ya nguvu ya Yesu katika chombo chake, nguvu ya Yesu katika huduma yake, nguvu ya Yesu katika uvuvi wake, baada ya Yesu kutumia chombo chake. Baada ya Yesu kutumia chombo chake. Ndio hii ndio nakufundisha utumishi wenye faida. Kwa hiyo Mungu hajashindwa kutusaidia. Tukubali tumruhusu Yesu ashikamane na sisi na tende kazi na sisi. Amen. Na tukubali kutumika pamoja na vyote tulivyo navyo. Kwa hiyo hapa kilichofanya kazi ni Yesu kutumia mtumbwi wake. Amen. Ule mtumbwi wake ukaachiliwa upako na Bwana Yesu. Ulipoachiliwa upako na Bwana Yesu, tayari upako ukashikamana na kazi yake. Upako ukashikamana na kazi yake. Na kazi yake ikapata neema ya matunda yakatokea. Nataka nikufundishe uweze kuelewa faida, utumishi wenye faida. Na kama katika maisha yako, angalia, tumika na Mungu katika vitu ulivyo navyo. Amen. Haleluya. Amen. Tumika na Yesu. Tumika na Mungu kwa vitu ulivyo navyo. Kama akili zako, ujuzi, elimu ulio nayo, itumie. Amen. Na unapotumia elimu yako, usiseme hiyo tu. Ruhusu tumika kwa kila kitu ulicho nacho. Petro alihusika kutumia ujuzi wake kuvua samaki, akashindwa. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kutumia ujuzi wako, kuna wakati unaweza kuokolewa kwa chombo chako. Amen. Petro
wetu hapa aliokolewa kwa mtumbwi wake. Amen. Unaweza kuokolewa kwa gari ulilo nalo. Kwa Mungu anapokupa gari katika maisha yako, akikupa nyumba, amekupa mbuzi, amekupa kuku, amekupa pesa, amekupa hiki na kile. Chochote ambacho Mungu amekupa, kiruhusu kitumike. Kitakuletea faida. Kiruhusu kitumike. Na ukipewa gari, mimi naomba wakati wote naambia Mungu, wape watoto wangu wa kiroho gari. Wape magari, wape manyumba. Wape ndege, wape vitu, yani Mungu akubariki kwa baraka zote. Na baraka hizi wainua wafanyabiashara, wainua wakulima, wainua wavuvi, inua wasomi. Hasa vyote hivi unavyokuwa navyo, tunachotaka uwe navyo ili tutumike navyo. Amen. Usipojua faida ya kuwa navyo hivyo vitu, vitumie, utambulia hasara. Tuendelea kuchoka tu. Hivi vitu Mungu amekupa ili uvitumie. Vilete baraka kwako. Vilete baraka nyumbani kwako. Vilete baraka katika familia yako. Na hivi vitu ukawa navyo, usipojua kuvitumia, utakaa umedoa kama Petro. Mpaka mtumbwi wake ulipotumiwa, ndipo karudisha faida, karudisha baraka, ukasababisha samaki. Kwa hiyo vitu ulivyo navyo kuanzia leo kwamba viweke mbele, vikusanye vyote, viweke mbele yako, kwamba hivi Mungu amenipa, nitatumika navyo. Unanielewa? Amen. Mungu amenipa, nitatumika navyo. Nakwambia niliona vitu vya pekee Dar es Salaam. Wanatufahamu na ufuatilia huduma zetu sana. Wakanipokea nilipoenda Dar wiki iliyopita, nilienda Jumamosi usiku, nikapokelewa. Baada kupokelewa, walikuja watu wameandika jina langu, hakunifahamu ila wanajua jina. Nikaliona jina, nikawachungulia, wakanirukia, wakasema ni wewe. Okay, sasa wakawa naambia wenzao, tumempokea mtumishi wa Mungu. Wakawa nasema tunataka na sisi tupeleke. Yaani wakawa nataka nitumie, wakawa wanaomba nipande kwenye magari tofauti. Nasema hapana. Nilipewa mikazi. Lakini sasa wakawa wanakimbia, madereva wanakuja endesha lile gari. Madereva tofauti wanataka waendeshe mtumishi. Wasikie sauti ya mtumishi, washike mkono wa mtumishi. Alafu katika hayo mmoja kaja kapata muujiza, kaja katendewa Mungu vitu vya kipekee sana. Unaponunua gari, penda litumike katika ufalme wa Mungu. Unapokuwa na nyumba, penda vitumike. Yaani chochote ulicho nacho, penda vitumike. Nyumba, penda vitumike. Kuna wengine walipokea baraka za ajabu sana. Mwanamke mmoja, Biblia inasema mwanamke mwenye elimu, mwenye cheo, anaitwa mwanamke mwenye cheo. Alikaa miaka mingi hajapata mtoto. Lakini anaona watumishi wanapita hapa, wanapitaga jioni, wanaenda kufanya huduma, wanapita hapa. Siku moja Roho wa Mungu akampa, kamnong'oneza. Tunasema ukijifunza kwa utulivu, ukaelewa mambo yakawa moyoni na akilini, unaweza kufanyia kazi, karudisha baraka kwako. Amen. Baada ya kuelewa hili, Mungu akasema naye, huyu mtumishi wa Mungu, hebu una nyumba kubwa, kwani usikate partition, uweke kamezo, kaweka kasturi na kataa, wakalala, wanapitaga hapa, unajua pori mwendo, mpaka wafike unakoenda, wanafikaga usiku sana. Akadaka hiyo. Ndipo alipomaliza kutengeneza, kumshirikisha mume wake, akamaliza. Walipotengeneza hivyo, akaenda akaomba. Siku moja unapita, muulize, hapana, sina, mbona? Na mwenyewe ameombaga miaka mingi mpaka amesahau, ameacha, amesema hata sihangaiki, acha nimtumikie Mungu, nitafute tu taji ya mbinguni. Lakini kilo lichokifanya, chombo kilichotumika, yeye amelala kwenye kitanda chake na hajalala kwenye kitanda chake, lakini ametengeneza kitanda huko na kale hicho chakula. Akaambia, muulize mama, kuna kitu Roho wa Mungu ananishuhudia, muulize bwana. Amesema huyu hana mtoto. Mama,
kipindi kama hii mwakani utakuwa na mtoto. Kaondoka akatamka tu. Kwa nataka nikwambie vitu tulivyo navyo vina sehemu kubwa sana kuleta mabadiliko kwetu. Amen. Kuleta baraka kwetu, kusababisha miujiza mikubwa. Amen. Kwa hiyo kilichosababisha ilikuwa ni ile connection ya vitu alivyo navyo vikaleta baraka kwake.